Karibu. Karibu mpendwa msikilizaji kwenye hii simulizi mpya. Simulizi ambayo inakwenda kwa jina Tumaini Langu. Ni simulizi nzuri, simulizi ya kusisimua, simulizi ambayo utajifunza vitu vingi, simulizi ambayo utaburudika. Karibu. Msaada. Msaada. Jamani, tunaomba msaada. Tunaomba msaada jamani. Mungu wangu. Nisaidieni jamani. Nakufa. Naam. Zilisikika sauti pembezoni mwa barabara itokayo jijini Dar es Salaam kwenda Mbeya, ikiwa ni sauti za watu waliojaribu kunusuru uhai wao kutokana na ajali mbaya iliyotokea eneo hilo la Mafinga, iliyohusisha basi la abiria aina Sabco lililotokea Mbeya na semi lililotokea Dar es Salaam. Madereva wote walikuwa na wazo la kuvuka korongo lililokuwepo katika barabara hiyo mbovu na kumwacha mwenzake. Mungu wangu, anafanya nini huyo? Ilikuwa ni sauti iliyosikika kutoka kwa dereva wa basi hilo, huku abiria ndani ya gari hilo wakionyesha taharuki ya kila namna, kwani ni wazi kila mmoja alijua kipi kinakwenda kutokea muda huo. Naam, ulisikika mlio mkubwa ulioashiria magari mawili hayo kugongana uso kwa uso na gari moja kubiringita mara mbili mpaka bondeni. Hali haikuwa nzuri kusema pia, kwani hakuna aliyeonyesha kupona ndani ya gari lile. Haikuwa bahati kwa abiria wengi wa basi hilo, kwani wengi wao walifariki ndani ya muda mfupi tu toka kutokea kwa ajali hiyo. Kamanda, huyu mtoto bado mzima. Ilikuwa ni sauti ya mmoja wa wanajeshi waliofika kwa ajili ya uokozi wa eneo hilo, ikiwaambia mkuu wa kikosi hicho na kumfanya ageuke haraka. Pakia wote, ingiza kwenye gari, aliamuru, na wanajeshi wale kutii amri ile. Maiti zote pamoja na majeruhi walipelekwa katika hospitali ya mkoa wa Iringa. Ni muda mchache tu ilitosha kukamilika kwa kazi ile ya uokozi. Aise, binadamu hakika sio kitu. Hebu tizama mtu ulipotapakaa damu mithili ya machinjio ya ng'ombe. Ilikuwa ni sauti ya kamanda aliyeonyesha kuwa na imani ya kidini ndani yake, akishangaa eneo hilo. Naam, ilisikika sauti ya mtoto kutoka katika wodi ya watu walioumia vibaya hospitali hapo. Nesi wa zamu alijitahidi kutoa msaada kadiri ya uwezo wake kunusuru uhai wa mtoto yule aliyekuwa na majeraha mwilini licha ya kuwa na fahamu. Vipi? Umeweza kumtambua mzazi wake yeyote? Aliuliza dokta yule aliyekuwa busy kuhudumia wagonjwa wengine. Hapana dokta, sijamtambua yeyote mpaka sasa, alijibu nesi. Aise, Mungu amnusuru huyo malaika wake, kwani kapewa karata ngumu mwanzoni kabisa mwa mchezo. Kwa nini dokta? Aliuliza nesi yule. Mpaka sasa majeruhi wote wa ajali hii hakuna aliyesalia zaidi ya huyu mtoto, alisema dokta yule kwa sura ya huzuni. Naam. Upande wa pili, mzee Franki Sanga na bibi Angelina Luiga ni wanandoa walioishi kwa takribani miaka 10 bila mafanikio yoyote ya kupata mtoto, licha ya jitihada za madaktari kuweza kutumika, kwani ni dhahiri kuwa mfumo wa uzazi wa mwanamama Angelina ulikuwa umeharibika baada ya kutoa mimba mingi kabla ndoa yake. Mzee Sanga
hakuwa na kazi maalum, kwani yeye inayotokea kwake ni halali. Siku moja akiwa kijiweni katika harakati zake za kujipatia riziki kwa maneno yake, alikutana na daktari mmoja aliyeonyesha kufurahishwa na maneno yake ucheshi. Hakika daktari huyo alivutiwa mno na maneno ya mzee Sanga, kwa nini kama vile alichagua kumsema mtu kwa mafumbo. Baadaye daktari aliamua kwenda mpaka jirani alikokuwepo mzee Sanga na kuanza kupigana historia. Shikamoo mzee. Marahaba kijana. Mzee samahani. Hivi mzee, stori zako unazitolea wapi wewe? Maana kila leo hukosi jipya, alisema dokta huku akitaka kusikia jibu kutoka kwa mzee huyo wa makamo. Alicheka mzee Sanga, akameza funda la mate kisha akasema, kijana, aisifiaye mvua basi imemnyea, alisema mzee huyo. Umeniweka fumboni mzee wangu, tafadhali nifumbue, alitamka dokta yule. Mzee Sanga aliendelea kwa kusema, usichokijua kijana, mambo mengi ninayosimulia mara nyingi kama sio kwangu ninayaona kwa wenzangu, ndiyo maana kila leo nimeambiwa nikigusa kwenye mshono. Alicheka dokta baada ya kusikia maneno haya utani kwa mzee huyo. Hivi ina maana hata stori ile ya wazazi wawili walioshindwa kupata mtoto ndani ya ndoa yao kwa muda wote tena bila usaliti ni ya kweli? Naam, aliuliza dokta. Hilo ni jibu, uliza swali kijana, alitoa jibu fupi lenye maelezo yaliyojitosheleza mzee huyo na kumuacha hoi dokta. Msikilizaji, je, nini hatima ya mtoto aliyenusurika kifo? Dokta anataka nini kwa mzee Sanga? Basi bwana, aise maisha haya. Alisikitika dokta kwa ukweli wa stori ya mzee huyo, kwani bado hakuamini kama kuna watu wanaoweza kukaa muda wote huo kwenye ndoa wakavumiliana pasina yeyote kumsaliti mwenzie, kwani amekuwa shuhuda wa ndoa nyingi zilizovunjika baada ya miaka kadhaa kukosa mtoto. Nafikiri nimepata rafiki. Ngoja nikwambie kijana, ngoja nikwambie kitu, alishtukiza mzee Sanga kumwambia daktari huyo. Kijana, stori niliyosimulia inamhusu rafiki aliye mbele yako, alisema mzee Sanga. Kwa haraka daktari jaribu kufikiria, lakini kabla hajamaliza kuushughulisha ubongo wake, alisikika mzee Sanga kwa huzuni akisema, leo nimesimulia historia ya ndoa yangu hadharani ili watu wapate mafunzo. Daktari alizidi kushangaa, kwani hakutarajia kusikia alichokisikia kutoka kwa mzee huyo. Samahani mzee wangu, unamaanisha wewe ndiye uliyeishi na mkeo muda wote huo bila mtoto? Aliuliza dokta, kwani hakuwa tayari kuziaminisha fikra zake juu ya maneno ya mzee yule. Naam, ni mimi kijana, alisema mzee Sanga. Hii inawezekanaje mzee wangu? Aliuliza dokta kwa mshangao. Kabla sijakwambia hilo, naomba kuwasilisha ombi langu, kwani naamini wewe ni dokta, na kupitia wewe rafiki mwema uliyeletwa na Mungu nitanufaika na ulichojaliwa, alisema mzee huyo kwa maneno ya busara, huku dokta akimtilia umakini wa kutaka kujua ni kitu gani mzee huyo alitaka kutoka kwake. Nahitaji mtoto, lakini mke wangu ana shida katika mfumo wa uzazi na aliambiwa hawezi pata mtoto, alisema mzee Sanga. Sasa mzee wangu, wanawake wote waliojaa duniani bado nahangaika na shida ya mtoto kweli, kwa kuwa mkeo hazai, alisema dokta huyo kumweleza mzee Sanga. Unamaanisha nitafute mwanamke mwingine nizae naye? Aliuliza mzee huyo. Ndio,
alijibu dokta bila kupepesa macho yake. Mzee Sanga hakuamini katika maneno ya daktari, kwani alimpenda sana mke wake na hakupenda itokea hata siku moja amsaliti mke wake Bi Angelina. Mzee, mimi nina wake watatu na watoto 6. Mke wangu wa ndoa kanizalia 2, wengine nimetega nje, alitamba dokta akidhani kuwa ni urijali na fahari kwa mwanaume. Dokta aliamini matara ni njia nzuri ya kujiondolea stress pamoja na kuongeza familia, lakini kwa mzee Sanga haikuwa hivyo kabisa, kwani aliamini katika kubaki na mke wake na kifo kuwa kitenganishi chake na mke wake. Kijana, sidhani kama hiyo ni njia sahihi, alisema mzee Sanga huku akitikisa kichwa kuonyesha kutokubaliana kabisa na ushauri ule. Ikiwa hawezi kushika mimba tena, mimi siwezi kukusaidia mzee wangu. Nimekumbuka kitu mzee wangu, na imani kitafaa na pia kitakufaa kabisa, alisema dokta, huku mzee huyo akizidi kumtilia umakini. Pale hospitali kuna mtoto alipata ajali, ni mdogo sana, hata mwaka inaonyesha hajafunga. Sasa mzee, kama utojali nikupe uishi naye, kwa sababu inaonyesha wazazi wake wote walifariki. Mzee Sanga aliyekaa kimya kwa muda sasa alionyesha kufurahishwa na kitendo hicho. Aise, huyo atanifaa sana ndogo yangu, maana mpaka umri huu hata mtoto kuniita babu tunikose. Aise, hebu fanya hivyo ndogo yangu, kama inawezekana twende saizi, alisema mzee Sanga kwa bashasha aliyokuwa nayo. Subiri mzee, mbona una haraka hivyo? Alicheka dokta baada ya kumwona mzee huyo akiwa na furaha. Sasa kwa leo niachie hili jambo nikafuatilia mpaka mtoto atoke hospitali, alafu mimi nitakujuza tukutane wapi kesho nikupe. Alimaliza kwa kusema hivyo dokta. Nitashukuru sana ndugu yangu, alisema tena mzee huyo. Naam, upande wa pili. Mwanangu, toa vyombo hivyo mezani, halafu safisha hiyo meza kulia, alisikika mama ntilia mmoja katika mgahawa unaopatikana maeneo ya mtaa wa Gongo wa Kongo, Ilula, Mtwara. Mama huyo alijulikana kwa jina la Caroline. Wengi walipenda kumuita Mama Bonge, kwani katika uzao wake alijaliwa kupata watoto 2, huku mmoja akiwa wa kike na wa pili ni wa kiume, aliyekuwa na umbo kubwa licha umri wake mdogo na sura yake ya kitoto kuonesha kuwa ni mdogo. Caroline hakuwa mwanamke mwenye kujawa na raha, hakuwa ni mwanamke mwenye kujua raha ya kuishi na mume, kwani kila mwanaume aliyepanga kuishi naye Mungu alimchukua na hivyo kubaki mpweke. Tafadhali mwanangu akizaliwa, naomba umpe jina hili, ndiye Mukama, alisema hivyo bwana Mombeke, huku akiomba glasi ya maji aweze kushushia, kwani alionyesha yupo tabani na muda wote anaweza kutoweka duniani kutokana na majeraha mazito aliyokuwa nayo mwilini. Sawa mme wangu, alitikia Caroline huku akitiririkwa na mvua ya machozi usoni mwake. Nakupenda sana mme wangu, usiniache tafadhali, alisema mwanamke huyo akimtaka mwanaume huyo asipotee katika ulimwengu huo na kumwacha mwenyewe. Msikilizaji, nini kimemkuta Mombeke? Je, mtoto manusura atafanikiwa kuishi na mzee Sanga? Basi bwana, turudi upande wa pili. Ni katika shehia moja ya jimbo la Jang'ombe huko Zanzibar, zilisikika risasi zikirindima nje ya jumba moja la kifahari. Ni wazi
walidhamiria kukifanya kile wakitakacho, kwani walishambulia wawezavyo ili wafanikishe azma yao. Tukimbie, tukimbie, tukimbie. Naam, zilisikika sauti za mlinzi mmoja jirani aliyekuwa akimshinikiza Bwana Mombeki wakimbia, kwani walizidiwa nguvu pamoja na silaha zao duni kuweza kujibu mashambulizi hayo. Alijaribu kupiga hatua kuelekea upande wa pili mlinzi yule, lakini bahati haikuwa upande wake, kwani alimiminiwa risasi mbili za mgongo na kuanguka chini pale pale mithili ya mzoga. Bwana Mombeki alishindwa kuvumilia kumuona rafiki yake akianguka baada ya kupigwa risasi. Alivaa ujasiri na kuchomoka mithili ya mshale na kwenda kumsaidia, na hapo ndipo zilimkuta risasi mbili za mbavu na kulalamika kisha kupoteza fahamu. Majambazi wale, baada ya kugundua wamewasambaratisha walinzi wa eneo hilo, waliingia moja kwa moja mpaka ndani, huku wakidhamiria kuondoka na bosi wa jumba hilo. Oh shit! Kajificha wapi mwanaharamu huyo? Ilikuwa ni sauti moja na nzito, jambazi akiwa kafura kwa hasira. Baada ya matumaini ya kutompata, walikimbia na kuruka upande wa pili kisha kutokomea kusikojulikana. Bwana Mombeki aliendelea kuwepo barabarani hapo mpaka saa 11 alfajiri. Ndipo alionekana muumini mmoja wa dini ya Kiislamu akielekea msikitini kwa ajili ya kutekeleza ibada ya swala alfajiri. Kwa mbali aliona kitu mithili ya mnyama aliyelala. Kwa kuwa ilikuwa giza hakutambua vizuri, huku kichwani akijijengea picha kila namna kutokana na muonekano kilichopo mbele yake. Baada ya kusogea kwa ukaribu, ndipo alipogundua kuwa ile ni miili ya binadamu. Msikilizaji, alishikwa na taharuki huku akijaribu kuipapasa miili ile akiwa hajui la kufanya. Kwa mbali aliona gari aina ya Alphard, ndipo alipoomba msaada kwa ajili ya kupeleka miili hiyo katika hospitali iliyopo jirani ili kunusuru uhai wa watu hao. Naam, asubuhi taharuki ilitanda maeneo ya shehia hiyo ya Urusi baada ya kuonekana damu nyingi kutapakaa, huku maganda ya risasi yakizagazagaa eneo hilo. Mpaka kufika saa 9 alasiri, Bwana Mombeki alikuwa hajawasili kwake kutoka kazini, jambo lililozua taharuki kwa mwanamama Caroline aliyekuwa na mimba pevu. Huzuni ilizidi kushamiri moyoni mwake kila alipojaribu kujikaza. Fikra mbaya ilitawala ubongo wake. Caroline hakutaka kusubiri tena. Alijaribu kuuliza huku na kule, lakini hakuna taarifa yoyote iliyostawisha moyo wake. Alijaribu kumpigia simu shemeji yake anayelinda naye pamoja na mume wake, lakini hakupatikana. Caroline alizidi kuchanganyikiwa, hakujua cha kufanya. Alikata shauri na kuamua kwenda kuripoti kituo cha polisi. Assalamu alaikum, alitoa salamu ya Kiislamu Caroline, akieleza kwa maskari wale watatu aliowakuta kituoni hapo. Wa alaikum salam dada, tukusaidie nini tafadhali? Aliuliza afande mmoja aliyeonyesha kumsikiliza kwa umakini. Caroline alieleza mwanzo mwisho kamera yake. Umesema alikuwa ni mlinzi? Aliuliza afande mmoja, jambo lililomkurupua Caroline kutoka katika dimbu la mawazo. Pole sana dadangu. Na je, ulipita hospitali kuuliza? Maana sisi wanaume tunapitia mengi katika utafutaji wetu dada. Nakushauri uende hospitali kwanza, maana kuna kesi 3 za ajali zimetokea leo zikipitia hapo kuchukua PF3 kwa ajili ya matibabu. Alimaliza kwa kusema hivyo askari huyo na kumfanya mwanadada Caroline kuinuka na kuelekea upande wa hospitali. Caroline alichapa mwendo kuelekea hospitali. Njiani alihisi maumivu ya roho, kwani muda wote alimwomba Mungu kuyanusuru maisha ya mumewe. Caroline alifika hospitali hapo na kuanza kuhaha huku akitizama wagonjwa walioingizwa siku hiyo. Kutokana na matumaini aliopewa na askari yule,
Wakati akizubazuba kutizama wagonjwa aliyeletwa hospitalini hapo akiwa hajielewi, ghafla macho yake yalitua katika mwili wa mume wake kipenzi Mombeke aliyekuwa kalazwa chali kitandani hapo. Macho ya Caroline yalishindwa kuficha maumivu ya moyo wake, na hatimaye mvua ya machozi iliyoambatana na kilio cha kwikwi vilisikika kutoka kinywani mwake. Ni baada ya kuona majeraha mazito katika mwili wa mume wake aliyekuwa taabani kitandani hapo. Dokta, msaidie tafadhali, aliita Caroline baada ya kuona mumewe akitupa miguu huku na kule. Dokta aliamuru mwanamama huyo atolewe nje kwa usiri wa matibabu baina ya mgonjwa na daktari. Caroline alilia na kuanza kulalamika pale chini peke yake, huku akiona dunia yote imemwelemea, kwani mtu pekee aliyekuwa akimtegemea alikuwa mumeo Bwana Mombeke. Naam, damu zilichuruzika mapajani mwa Caroline. Punde manesi walifika na kumpakia katika kitanda kumpeleka leba, kwani ni wazi siku zake za kujifungua zilitemo. Naam, upande wa pili Mzee Sanga aliendelea kumchombeza dokta, akimwahidi kumtunza kijana huyo. Dokta kwake haikuwa ngumu jambo hilo, kwani naye alimchukua hospitali mtoto huyo baada kusadikika kuwa wazazi wa mtoto huyo walipoteza maisha katika ajali iliyotokea miezi kadhaa nyuma iliyopita. Walikubaliana na dokta. Hatimaye dokta aliridhia, na hatimaye Mzee Sanga na mke wake Bi Angelina waliendelea kuishi huku furaha yao ikichangizwa na uwepo mtoto huyo. Mapenzi na amani vilizidi kushamiri katika ndoa yao. Mke wangu, au twende hospitali, mbona imekuwa ghafla hivyo? Ilisikika sauti ya Mzee Sanga iliyoashiria kumtaka mkewe ajitahidi waweze fika kituo cha daladala ili waweze kwenda hospitali. Siwezi mme wangu. Halafu nasikia ganzi upande huu wa kushoto, hata kutikisa mkono wala miguu siwezi, alisema Bi Angelina, huku uso wake ukitafsiri aina ya maumivu anayoyapata wakati ule. Bi Angelina alilia, lakini punde aligeuka na kuwa kama bubu alionyesha dhahiri hawezi toa maneno kwa ufasaha. Mzee Sanga alilia, kwani hakuamini kilichoendelea mbele macho yake. Alijaribu jitihada zote, lakini ziligonga mwamba, kwani mdomo pia ulipinda kuelekea upande mmoja. Alijaribu kumpigia rafiki yake dokta kwa nia kumtaka msaada. Daktari alipokea na kumtaka awe mvumilivu, kwani asingeweza kuja kwa wakati huo kutokana na ubize aliyokuwa nao kuhudumia wagonjwa wengine. Mzee Sanga aliona ni bora kuita mchungaji wa kanisa ili kuomba msaada wa maombi. Punde mchungaji alifika na kusalimiana na Mzee Sanga, kisha kumuuliza kimetokea nini. Aise, nafikiria ni hila za watu mchungaji. Ameanza kulalamika ghafla, na kadiri muda ulivyosogea ndipo hali imezidi kubadilika na kuwa mbaya zaidi, kama unavyoona mchungaji, alisema Mzee Sanga. Aise, binadamu sio wema kabisa, ila Mungu yu mwema. Kila kitu kwa Mungu kinawezekana. Ukimtegemea Mungu na ukimwamini Mungu, basi kila kitu kinawezekana. Usijali, mzee wangu atapona, alisema mchungaji yule, huko akishikilia Biblia akitaka kuanzisha maombi ndani mle. Maombi makali yalifanyika kwa takriban masaa 2.5, lakini hakuna kilichobadilika. Muonekano wa mwana mama Angelina, hali yake ilibaki vile vile. Muda si mrefu daktari pia aliingia ndani humo, akakuta wapo katika kumalizia maombi. Daktari alimpima na mwisho kutoa majibu yaliyozidi kunyong'onyeza akili ya Mzee Sanga. Vipimo vilionyesha hana ugonjwa wowote. Dokta, unanisaidiaje ndugu yangu? Tafadhali naomba msaada wako, alisema Bwana Sanga na kumfanya dokta kufikiri kwa haraka. Sasa ngoja baadaye nikuletee dawa, utakuwa ukimchua kila siku na imani
kama ni mshtuko tu, ndani ya wiki moja atakuwa sawa, alisema daktari huyo. Nitashukuru sana ndugu yangu, hakika utanifaa. Alirudisha shukrani mzee Sanga kwa daktari, huku uso wake ukionyesha kupunguza taharuki aliyokuwa nayo. Naam, maisha ya mzee Sanga na Bi Angelina yaliendelea, huku wakiendelea kutumia dawa hiyo ya kuchua pasina ishara yoyote ya kupona ugonjwa huo wa kupooza, jambo lililopelekea kushindwa kufanya kazi. Maisha yalisonga huku mtoto akichangiza furaha ya nyumba yao. Naam, upande wa pili. Sauti ya mtoto alisikika kutoka katika wodi ya wazazi wa kujifungua, yani leba, kuashiria kiumbe kipya kililetwa duniani. Hakuwa mwingine bali ni mwanamama Caroline ambaye alifanikiwa kuleta kiumbe kipya ulimwenguni. Vipi dokta, mbona? Kabla hajamalizia alifungwa kauli na dokta akimwelezea ni mshtuko tu ndio ulimkumba pamoja na maumivu ya uchungu ndivyo imemfanya poteza fahamu. Msubiri baada ya muda, akishuka mpe mwanaye mnyonyeshe. Yalikuwa ni maagizo aliyopewa nesi kutoka kwa daktari huyo wa zamu. Naam, upande wa pili. Bwana Mombeki alikamilisha safari yake kutoweka duniani, kwani jitihada za madaktari zilishinda kufua dafu mbele ya mapenzi ya Mungu. Bwana Mombeki alipoteza maisha na harakati za mazishi ziliendelea na kushinda kumhusisha mkewe kwa kuhofia hali yake uzawa. Baada ya dakika 30 mwanamama Caroline alirejewa na fahamu, huku akijawa na tabasamu kwa kumuona mwanaye, kwani ni wazi alifanana na babake. Hapo hapo alirudisha kumbukumbu nyuma zilisababisha kufutika kwa tabasamu nzuri lililopamba uso wake, huku akitoa kelele ulioashiria uchungu ndani ya moyo wake. Haraka nesi wa zamu alifika na kutaka kujua kilichomsibu mgonjwa huyo. Nesi, mme wangu nesi, alisema Caroline kwa sauti iliyojaa jazba na hasira. Tafadhali subiri, mmeo yupo, nataka nikamuone, alisema Caroline. Utaenda, subiri, ukae vizuri, sawa? Halafu mnyonyeshe mwanao, alisema nesi yule. Hakika roho ya Caroline haikuwa na amani muda wote, kwani alikumbuka hali aliyomuacha nayo mume wake haikuwa nzuri hata kidogo. Fikra zake zilimtuma kuwa mume wake Bwana Mombeki alikuwa kafariki, lakini manesi hawakutaka kuweka wazi jambo hilo. Naam, saa 10 jioni shoga yake ya mama Faki alimletea chakula hospitalini hapo. Oh, hongera shoga yangu, hongera sana. Mtoto gani? aliuliza mama Faki. Wa kike na jina lake ni Ndiamukama. He, shoga, na jina tayari? aliuliza mama Faki. Baba yake huyo alimtajia. Hapo hapo uso wa mama Faki ulibadilisha haiba yake, kuonyesha kuwa kuna jambo halipo sawa. Pole sana shoga, tapita tu, alisema mama huyo kumwambia Caroline. Nini shoga, mbona sikuelewe? aliuliza Caroline, jambo lililomfanya mama Faki kuhisi kuwa Caroline hakuwa akijua kifo cha mume wake, lakini hata akificha mandhari yupo hospitali ataambiwa tu, na nishamwanza, wacha nimwambie tu, aliwaza mama Faki. Mmeo hatunai tena duniani, na jana tumemzika. Caroline alilia sana, kwani alijua shubiri ya kuondokewa na yule umpendaye. Alilia sana ndani ya wodi ile, lakini ni wazi machozi yake asingeweza kurudisha uhai wa mume wake. Mama Faki alijaribu kumbembeleza shoga yake huyo, huku akiafikiria maisha atakayoishi baada ya kuondokewa na faraja yake. Alijikuta naye akitokwa na machozi.
Baada ya Caroline kuruhusiwa na mwanae kurudi kwao, maisha mengine kuendelea. Wiki 3 zilikata huku majirani wakiwa ndio msaada mkubwa kwa mwanamama Caroline na mwanae ndiye Mukama. Hakuna ndugu katika jiji hilo la Zanzibar, kwani ndugu pekee na msaada ulikuwa ni mume wake kipenzi aliyekutana naye katika harakati za utafutaji riziki. Maisha haya mpaka lini? Ni lini nitaacha kuomba? Alijiuliza. Alisimama alipokaa na kwenda katika ukuta wa chumba kile, kisha kukumbatia ukuta huo uliokuwa na picha ya tabasamu la mume wake. Umeniacha peke yangu mume wangu. Umeondoka mapema sana mpenzi. Nini hatima ya malezi ya mwanetu? Alisema mwanamama huyo huku akitiririkwa na machozi usoni mwake. Ama kwa hakika usikiri udhaifu, kwani tembo hashindwi na mkonga wake. Ni sauti iliyotoka moyoni mwa Bi Angelina. Naam, ni sauti iliyotoka moyoni mwake ikimhamasisha kupambana kwa ajili ya mtoto wake na maisha yake. Sasa rasmi mwanamama huyo alivaa viatu vya mume wake. Aliingia mtaani akiwa na nia kufanya kazi yoyote ile ili amlishe mwanaye na yeye pia. Dada, kwani huo ni sehemu za kwenda kuomba kazi? Nenda kwenye maduka makubwa bwana. Mimi nitakulipa nini hapa? Mbona uniletea nuksi kwenye biashara yangu? Hebu toka bwana, alisema mfanyabiashara mmoja kumwambia Caroline wakati alipojaribu kuomba kibarua cha kufagia duka hilo. Dada, nina mtoto mdogo, tafadhali naomba nisaidie nipate chakula. Nina shida, sijala toka asubuhi, alisema Caroline kumwambia mama muuza mgahawa mmoja eneo hilo la Kwerekwa. Chefu, dada, una mikono, una miguu, umzima, huna shida yoyote, unalalamika shida? Hebu acheni kumkufuru Mungu nye, alisema dada huyo kwa jeuri alipotaka msaada na mwanamama Caroline. Caroline alizidi kuumia akiona kama laana imemzunguka, kwani kila alipojaribu kurudisha taswira miezi kadhaa nyuma, hali ya kimaisha ilikuwa ni shwari, wala hakutarajia kama leo ingelifikia hapa alipo. Aliumia zaidi kuona kila alipotafuta kazi anakosa na kupewa maneno ya kebehi na dharau. Ina maana watu hawaoni hali nilionayo. Ewe Mwenyezi Mungu, nilindie kiumbe changu, kwani ndiyo tumaini langu pekee katika maisha yangu, alijisemea Caroline akiwa kajipumzisha katika kivuli cha mti mdogo. Caroline hakuacha kumwombea mwanae kila uchao, kwani aliamini ipo siku kama yeye hakufanikiwa, basi mwanae atafanikiwa na kukata mnyororo wa umasikini wao. Wakati akiwa katika mti ule, Caroline alifikiria nini hatima maisha yake. Alihisi kama laana, kwani wazazi wake walifariki angali mdogo sana na ndugu zake hawakutaka kuishi naye. Alijawa na mawazo mengi ambayo yalihitaji pesa ili yatimie. Aliona ni bora abadilishe upande, aondoke aende Dar es Salaam, kwani huku anaweza kupata fursa na kuweza kumlea mwanaye. Sauti ya mtoto ndiye Mukama ilianza kulia, ikiashiria ni wazi njaa ilitamalaki tumboni mwake. Alitoa ziwa mama huyo na kuanza kumnyonyesha kukidhi haja mwanaye, licha ya maziwa yake kutoka kwa uchache sana, kitendo kilichofanya mtoto huyo kudhoofu. Alisimama Caroline na kuanza safari ya kurudi nyumbani, kwani muda ulienda sana. Alitembea mwendo mrefu na kigiza kilikuwa tayari kilishaanza kutawala eneo hilo.
Alitembea haraka ili aweze kufika katika chumba chake. Na Bwana Mito Mingi alitoa macho pindi alipomwona mwanamke mrembo mbele yake, akiwa kachafuka na nguo zilizoraruka mwilini mwake, akitembea huku akiongea peke yake. "We binti, una shida gani?" aliuliza Mito Mingi baada ya binti yule kumgonga begani wakati anapishana. Samahani kakaangu, ni bahati mbaya tu kakaangu," alijibu Caroline kwa sauti ya kubembeleza msamaha. Mito Mingi alimtizama binti yule na hakutaka kuhoji tena juu ya mgongano huo. "Unaonekana una mawazo msichana," alisema Bwana Mito Mingi kumwambia Caroline. Hamna kaka, kawaida," Caroline alikataa ukweli, licha uso wake kuonyesha dhahiri ni mtu asiokuwa na furaha muda wake wote. "Binti, umepatwa na nini? Tafadhali nieleze niweze kukusaidia." Mito Mingi aliendelea kumchumbeza binti yule amwambie, kwani mwonekano wake tosha wa Caroline ulitoa tafsiri ya picha isiyokuwa nzuri kichwani mwake. Caroline aliamua kumwelezea Mito Mingi, kwani roho yake ilimtuma angeweza kusaidika kutoka kwa mwana baba huyo. Aise, pole sana binti. Kwa hiyo na huyo mtoto mdogo anakula nini? Alacho mama yake ndio riziki yake, alijibu Caroline, huku akimbembeleza mwanae alianza kulia na kufanya kukatiza maongezi hayo. Upande wa pili, ilisikika simu ndogo ya button ikitoa mtetemo katika meza ilipowekwa. Ndipo mzee Sanga alipoishika simu hiyo na kusema, afadhali Majuto akanipigia. Alibofya kitufe cha kupokelea simu hiyo na sauti upande wa pili ilisikika ikisema, Sanga, habari yako bwana? Usione usiku bwana, nimeona ni bora nikupe taarifa mapema ili kurahisisha kazi, alisema Majuto mfululizo, ili akitaka mzee Sanga asijisikie vibaya kutokana na simu hiyo ya usiku. Wala usijali kuhusu hilo mzee mwenzangu, kwani simu zako zote huwa na faida kwangu, kwa hiyo hata hii ni faida pia, ndio maana sikuacha kupokea hata nikiwa chooni, alisema bwana Sanga akionyesha bashasha na furaha moyoni mwake. Wote wakacheka kwa ucheshi wa maneno ya mzee Sanga. Haya bwana, sasa kuna tenda kwenda kushusha magogo huko Changarawe Mafinga. Vipi, utakuwa tayari kesho asubuhi twende? Naam, lilikuwa ni swali alilotupiwa mzee Sanga. Bila shaka ndugu yangu, naitaka kazi, kwani sina pesa kwa sasa, na kama ujuavyo shemeji yako anaumwa, familia yangu inanitegemea, alisema mzee Sanga na kumwachia nafasi ya kuongea bwana Majuto. Basi haina shida ndugu yangu, nafikiri kesho asubuhi tukutane pale kwenye kilabu cha Mama Roda, alimalizia kwa kusema hivyo bwana Majuto na kuagana. Naam. Alfajiri ya tarehe 12 siku ya Jumatano, bwana Sanga alidamka na kuvaa nguo zake za kazi na kwenda moja kwa moja mpaka kilabuni kwa Mama Roda. Hapo alikutana na bwana Majuto, wakasalimiana pamoja na kwenda kuonyeshana eneo la kazi. Mzee mwenzangu, tajiri anatoa pesa baada ya kazi kukamilika, alisema bwana Majuto kumwambia rafiki yake mzee Sanga. Hamna tatizo ndugu yangu, wakaelekezana hivyo huku wakiendelea kushusha magogo hayo yaliyojazwa katika gari aina ya semi mithili ya mlima Kilimanjaro. Walishusha mpaka kufikia majira dhuhuri. Matumbo yao yalidai haki zao kama ilivyo ada, kwani ni wazi muda wa kwenda kurisha matumbo yao ulitimia. Ngoja nimalizie gogo hili ili baadaye tukirudi tuanze upande mwingine, alisema bwana Sanga. Nisaidieni jamani, naumia, kilisikika kishindo pamoja na sauti ya kuomba msaada. Bwana Sanga, gogo lile lilimshinda na hivyo kwenda kugonga mgongoni, jambo lililomfanya apige kelele kama mtoto mdogo na kuomba msaada, kwani lilimwadhibu vilivyo gogo lile.
Wenzie walichukulia ni hali ya kawaida tu. Hatimaye walienda kula na mzee Sanga kuomba aletewe chakula, kwani hakuweza kutembea wakati ule. Walirudi na kuendelea na kazi, lakini kwa mzee Sanga haikuwa hivyo, kwani ilionyesha gogo lile lilimuumiza mgongo wake, lilimuumiza vibaya mno, na kwa siku hiyo alishindwa kuendelea na kazi ile tena. Pole bwana, huo ndio wanaume. Ukisikia mwanaume anakula kwa jasho ndio huko ndugu. Ilisikika sauti ya kijana mmoja akinadi kumwambia mzee Sanga. Mzee Sanga aliendelea kugulia maumivu chini pale, huku akitamani wamalize haraka ili apate pesa arudi nyumbani. Hatimaye kazi ilikamilika na kugawana pesa. Mzee Sanga alipata pesa nusu, kwani alishindwa kupambana na mpambano huo mpaka mwisho. Haya, nashukuru ndugu kwa kidogo nilichopata, si haba. Naombeni niwaache bwana, alisema mzee Sanga huku akianza kujongea kuelekea nyumbani kwake. Maumivu ya mgongo hayakuacha kumtafuna, kwani ilionyesha dhahiri mgongo wake uliumia sana kazini pale. Kadri muda ulivyoenda, ndipo mzee Sanga alizidi kuugulia maumivu hayo makali yaliongezeka. Mke wangu, aliita huku akitarajia kututikiwa na mkewe ndani humo. Mkewe alimtizama kwa uso wa huzuni mume wake bwana Sanga. Alitamani kumuuliza yaliyomsibu lakini alishindwa. Alipokelewa na kijana wake Deoglatos, wengi walipenda kufupisha kwa kumuita Deo, kijana mzuri mwenye adabu. Waliamua kumlea kama mtoto wao kumzaa, kwa kuwa hawakutaka ajue, na hata ubini alitumia wa mzee Sanga. Mwanangu, nasikia maumivu sana mgongoni, alisema bwana Sanga kumwambia Deo. Pole sana baba. Umefanya nini? Aliuliza mtoto huyo. Kabla hajajibiwa mzee Sanga alikatiza swali lake. Deo mwanangu, tafadhali nitengee maji na uji. Babu, uji tena? Hapana, nitengee maji na uji, unikande mgongoni. Mgongoni hapa pananiuma sana, nasikia maumivu sana mwanangu, alisema mzee Sanga, huku sauti yake ikionyesha uwepo wa maumivu katika mwili wake. Sawa baba, aliitikia Deo na kisha kufanya kile alichoamrishwa. Bi Angelina alikuwa na shauku kuzungumza chochote, lakini alishindwa, kwani ni wazi kuwa mdomo wake kwa sasa umepooza, hivyo hawezi kuzungumza kwa ufasaha. Bi Angelina alitiririkwa na machozi kila alipomwona mume wake akigulia maumivu. Bwana Sanga aligundua hilo, hivyo alijaribu kumwaminisha mkeo huyo kuwa yupo sawa, hasikii maumivu. Bi Angelina alienda mbali akifikiri ni vipi mume wake akipata majanga na kushindwa kwenda vibaruani, ni nani atakuwa msaada kwetu? Bi Angelina alizidi kububujikwa na machozi huko akiuma maneno na kuyatoa maneno asiyokuwa na ufasaha. Usilie mke wangu, wala hapa niumi sana, alisema bwana Sanga, yakiwa ni maneno yaliyotumia kumfariji mke wake, huku akizidi kuugulia maumivu kitandani hapo. Deo mwanangu, chukua fedha hiyo uende kwa mama Helena ukanunue mboga kabla giza halijatanda, mzee Sanga alimwagiza mwanae Deo. Sawa baba, na mwana akaitikia amri kutoka kwa mzazi wake. Mke wangu, Deo sasa amekuwa, alimwambia mzee Sanga mke wake, na mke wake kuitikia kwa ishara ya kichwa, ikiwa ni ishara kuelewa. Na mwezi ujao anatarajia kufanya mtihani wa darasa la 4, hivyo anahitaji muda wa kusoma zaidi, alisema mzee Sanga, huku akimtizama mke wake Bi Angelina. Alifinya uso wake na kumumunya maneno kama ishara kuonesha kukubaliana na maongezi ya mume wake. Mke wangu, naumia sana, naumia mke wangu, alilalamika mzee Sanga kitandani hapo. Alijitahidi kuficha maumivu kama mwanaume ili mke wake asiumie pia, lakini kwa kweli maumivu alimshinda, kwani kadri muda ulivyoenda
ndipo alipozidi kuhisi uchungu wa maumivu hayo. Naam, upande wa pili. Ni usiku sasa, naomba twende nyumbani kama utojali, alisema Bwana Mito Mingi kumwambia Bibi Caroline. Nashukuru sana kakaangu, naomba uende, nitafika tu, Caroline alirudisha jibu kwa Bwana Mito Mingi, jibu lililomfanya Bwana Mito Mingi kumchombeza tena kwa kutumia wanaume wake. Hakika hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hatimaye Caroline alikubali na wote kuanza safari kuelekea kwa Bwana Mito Mingi. Wakiwa njiani, Caroline alivunja ukimya. Kaka, naogopa mkeo. Akiniuliza nitajibu nini? Wala usiogope, sina mke wala mtoto, kwa sasa naishi mwenyewe, alisema Bwana Mito Mingi. Walifika nyumbani hapo na Caroline kuelekezwa bafuni kwa ajili ya kwenda kujisafisha pamoja na kumsafisha mwanae huyo, huku Bwana Mito Mingi akiendelea kuandaa chakula jikoni hapo. Akiwa bafuni, Caroline alisikia harufu nzuri na sauti ya makaangizo yakiendelea jikoni. Kumbukumbu zilimrudisha nyuma, akiwa na mume wake Bwana Mombeki aliyekuwa hodari katika sekta ya mapishi, na mara nyingi hakupenda mke wake apike pindi wakiwa wote. Bwana Mombeki ni Muhaya aliyejua kumdekeza mno mke wake. Kumbukumbu zilimpeleka mpaka siku ambayo Mombeki aliamka asubuhi sana na kumkangia mke wake mayai, kisha kukusanya nguo zote chafu na kuzifua. Mwisho alihakikisha vyombo vyote alivyotumia ni visafi. Wakati Caroline anaamka, alikuta kila kitu kishafanyika. Alimkumbatia mume wake kwa furaha na bashasha, kisha kumpiga busu mdomoni, na hiyo ndiyo ilikuwa siku yao ya mwisho kufurahi pamoja. Caroline alijikuta akibubujikwa na machozi yasiyokuwa na mfano, huku vilio vya ndani vilivyoshinikizwa na kwiku vikimtoka. Ewe Mungu wangu, ni kwa nini umechukua furaha yangu? Ni kwa nini Mungu hutaki nipate furaha? Kwa nini? Alijikuta akitamka maneno hayo kwa nguvu bafuni hapo. Sauti kali ya mtoto aliyekuwa akilia kutoka chumbani hapo ilimshtua Caroline. Caroline, mtoto analia sana, aliuliza Bwana Mito Mingi. Namnyonyesha kaka, alisema Caroline. Haya, chakula tayari huko, maliza mje tule, alisema Mito Mingi. Caroline alimaliza na hatimaye kwenda sebuleni hapo. Wakakaa pamoja tayari kwa kula. Wakati wanakula, Bwana Mito Mingi hakuacha kummendea kwa jicho la tamaa. Alikumbuka matukio kadhaa nyuma akiwa na wasichana tofauti tofauti, kumbukumbu ikimpeleka mpaka kwa mke wake Bi Aisha. Pote si aliondoka mwenyewe bwana, huu nampa wiki atanasa tu, labda sio mimi Mito Mingi sirungi mtoto wa Kizaramo, aliwaza hivyo Bwana Mito Mingi kichwani mwake. Walimaliza kula na hatimaye kila mmoja alienda katika chumba chake na kupumzika. Naam, ni siku kadhaa sasa zimepita toka Caroline ahamie kwa Mito Mingi, huku maisha yakiendelea. Sura ya Caroline na mwanae kwa mbali zilianza kuonyesha nuru yake iliyopotea kutokana na shida. Caroline hakuamini kama Mungu huyo aliyemchukua mume wake ndiye huyo aliyemweka katika maisha ya auheni. Bado Caroline hakuamini kile, ila aliamini Mito Mingi ni Mombeki aliyerudishwa kuja kuwasaidia yeye na mwanae. Jiandae, fanya haraka, ilisikika sauti ya Mito Mingi ikimuhimiza Caroline ajiandae haraka siku hiyo. Bwana Mito Mingi alipanga kwenda kuwafanyia shopping ya nguo Caroline na mwanae. Walijiandaa kisha kutoka. Wakiwa njiani, Caroline alisikia sauti akiitwa mara mbili mfululizo,
na kufanya wote kugeuka nyuma. He, shoga za siku, naona unanenepa mwenyewe, basi hata kutuaga jirani zako. Mama Faki aliongea mfululizo kama ilivyo kawaida yake. Hapana shoga yangu, si unajua nilipata majanga, alisema Caroline. Vipi nyumbani huko? Mama yako mwenye nyumba alikuja, tulikutafuta sana hatukukupata. Sasa kutokana na hasira za malimbikizo ya kodi yako, hivyo aliamua kuuza vitu vyako vyote vya ndani. Alimaliza Mama Faki kwa kusema hivyo. Mito Mingi kutaka kuingilia maongezi ya wawili hao. Da, aise, haya shogangu, mimi sasa nakaa kwa kaka yangu, alisema Bi Caroline. Waliagana na baadaye kila mmoja kuendelea na safari yake. Bwana Mito Mingi alimwonea huruma Bi Caroline, hivyo kwa kuwa alisikia kile kilichoendelea hakutaka kumuuliza, kwani aligundua uso wa Caroline haukuwa katika hali ya kawaida. Walifika dukani hapo na kufanya manunuzi ya nguo wazitakazo kisha kurejea nyumbani. Bi Caroline alimwona Bwana Mito Mingi ni kama malaika aliyetumwa na Mungu, kwani kila akitakacho anakipata kwa wakati wake. Da, nitamwingia vipi huyo mwanamke? Mbona moyo wangu umekuwa mgumu kile ninapojaribu kumwingia? Huyu mwanamke naona yupo tofauti kabisa na wengine iliyopita nao. Naam. Wakati akiwaza hivyo, Bwana Mito Mingi alisikia michakato ya mtu akipita koridoni. Aliyefahamu ni Caroline aliyokuwa akitoka bafuni, hivyo alisimama akiwa na Kaushi pamoja na Bukta. Kupitia upenyo mdogo ulio katika mlango wake, aliweza kumchungulia Bi Caroline aliyokuwa akajifunga kanga moja iliyoloa maji. Haki ya Mungu, leo simwachi, alijiapiza Bwana Mito Mingi baada ya kuonesha uumbaji wa Bwana Mungu katika mwili wa Bi Caroline. Bwana Mito Mingi alisubiri baada ya dakika 30 atimize adhima yake. Baada ya kuona taa chumba cha Caroline imezimwa, alijihalalishia ulaji wa tunda hilo. Ulaji wa tunda hilo tamu usiku huo. Alitembea kwa kunyata mpaka katika mlango wa chumba cha Caroline. Alisukuma na kugundua haukufungwa. Alinyata mpaka kitandani kwa kupapasa. Akamgusa Caroline. Mama, Yesu wangu, shindwa katika jina la Yesu. Alishtuka Caroline baada ya kugundua kuna mtu kitandani hapo. Alichoropoka mpaka katika switch ya taa na kuiwasha akiwa mtupu kabisa. Mtoto naye alishtuka na kuanza kulia kutokana na sauti ile ya Caroline. Naam, alishtuka Caroline baada ya kumwona Mito Mingi akiwa kitandani pale na Bukta, huku kifua chake kilichojaa nywele, yani garden lavo, kikaonekana wazi wazi. Alivuta kipande cha shuka kilichokuwa jirani yake na kujifunika kuficha aibu. Kaka, mbona umekuja huko? Mbona umeingia chumbani kwangu bila kuniambia kaka? Alisema Caroline kwa sauti iliyojaa woga, huku akijaribu kumbembeleza mtoto wake aliyokuwa kashtushwa na kelele zake. Nisamehe sana. Tafadhali naomba nione huruma. Caroline, nimeshindwa kulala peke yangu. Mimi ni mwanaume Caroline. Moyo wangu umeshindwa kuficha hisia zangu juu yako Caroline. Caroline, wewe ni mwanamke mrembo sana kuwahi kutokea ndani ya mboni zangu. Ngome zangu hazijawahi kusikia sauti nzuri na yenye kuvutia mfano wa ile inayotoka kwenye kinywa chako. Tafadhali nikabidhi kiti ndani ya moyo wako na kuahidi kukulinda dhidi ya viumbe wabaya, malkia wangu. Naam, alisema Bwana Mito Mingi huku akiwa kamsogelea Caroline zero distance. Caroline alikuwa akiinamia chini, kwani hakuamini kile alichokuwa akikisikia kutoka kwa Mito Mingi aliyezoea kumuita kaka na kujijengea mazingira kaka na dada. Mito Mingi alizidi kumchombeza huku taratibu akimpokea mtoto yule na kumweka kitandani hapo. Taratibu alipeleka
uso wake jirani kabisa na uso wa Caroline, mikono yake laini ikipapasa sehemu ya kiuno chenye ujazo cha bibie Caroline, huku pumzi ya huba ikitamalaki kwa wawili hao. Walijikuta wote wakiangukia kitandani hapo na mengine kuendelea. Naam, mwaka mmoja nyuma. Mme wangu, ujue nakupenda sana. Natamani mwanetu nikimzaa aitwe Firdausi kama wa kike na Abduli kama wa kiume. Au unasemaje mme wangu? Alisema binti huyo aliyejulikana kwa jina la Radhia Mohamed. Oh, zile nguo zangu za kesho kazini umeniandalia? Aliuliza Mito Mingi kujibu. Aliuliza Mito Mingi na kujibiwa tena. Ndiyo mme wangu. Aya, twende tukalale, nimechoka sana. Nataka kesho niwahi kazini, alisema bwana Mito Mingi. Radhia hakupenda kauli ya mume wake, kwani alionyesha kutojali maongezi yake. Lakini mme wangu, tuongee basi hata kidogo. Muda mwingi unashinda kazini. Mkeo nimekumisi, mwanao amekumisi pia. Kila siku kirudi unakula na kulala, huna habari na mimi wala mtoto wako aliye tumboni. Radhia alilalamika huku akimtaka mume wake huyo waongee japo kidogo. Hivyo Radhia, niko nini umekuwa msumbufu sana siku hizi? Ina maana hujui kama nimetoka kazini? Hujui kwamba nimechoka na nahitaji kupumzika? Mwanamke gani wewe usiyejua mmeo anataka nini? Alifoka bwana Mito Mingi huko akipanda kitandani na kuvuta shoka. Mme wangu, mme wangu, mme wangu, amka basi, nimekumisi mwenzio, tafadhali usinifanyie hivyo bwana, sinajua sijiwezi kwako. Radhia alijaribu kumchombeza mme wake, kwani ni dhahiri alimisi na alisikia faraja mno pindi akiongea. Nimekuambia niache, sijisikii kuongea Radhia. Mbona king'anizi wa mwanamke? Alifoka bwana Mito Mingi huku akivuta shuka lake akujifunika gubi gubi. Bi Radhia hakutaka kumsumbua tena mme wake, kwani alijua hasira za mme wake pindi akikasirika. Baby, leo umejua kunituliza mpaka nilikuwa nahisi kufa yani. Naam, ilikuwa ni meseji iliyoingia katika simu ya bwana Mito Mingi iliyokuwa imetolewa sauti. Raha hizo ni mtu mmoja tu anatoa dunia nzima, bwana Mito Mingi tu. Bwana Mito Mingi alijibu kwa umakini mkubwa meseji hiyo, akitaka kutoshtukiwa na mke wake huyo aliyejifunika shuka moja. Aliendelea kuchati kwa takriban lisali moja. Ni mwanga wa simu ndio uliomjulisha Bi Radhia kuwa mume wake hajalala, na hivyo anachezea simu bado. Ilikuwa yapata saa 7 usiku na tayari taa ya hatari iliwaka moyoni mwa Bi Radhia, kwani alijua wazi kuwa kama mume wake atakuwa na chati mpaka muda huo, hakuna mwingine mwenye kuchati naye isipokuwa wanawake, kwani kwa jinsi anavyomjua mume wake hajawahi kumtumia meseji rafiki yake wa kiume. Mara nyingi alikuwa ni mwenye kupiga, labda itokea hana salio. Pia sio rahisi kuchati meseji zaidi ya 5. Hakika Bi Radhia alijawa na wivu na shaka kutaka kujua ni nini mume wake anafanya katika simu muda huo. Naam, baada ya nusu saa Bi Radhia aligundua wazi kuwa mume wake amelala. Hivyo alijigeuza kwa ustadi na taratibu kuivuta simu mmewe. Wakati anavuta simu, alishtuka kuona mume wake akitikisa kichwa. Akajua kaonekana, akaacha huku akifikiria sababu ya kumdanganya. Pamela, usifanye hivyo bwana, nakupenda Pamela wangu. Naam, ilikuwa ni ndoto ya kuwezeka kwa bwana Mito Mingi iliyo muumiza Radhia, akibaki kuduaa kitandani hapa sijui cha kufanya. Bi Radhia aliumia sana
Alitamani amwamshe Bwana Mito Mingi, lakini akaona tija kufanya hivyo usiku ule. Baadaye alikumbuka kuchukua simu mume wake ili kuchunguza kile alichohisi moyoni mwake. Naam. Upande wa pili, siku zilizidi kwenda na miaka kusonga. Hatimaye Deo alikuwa mkubwa, huku akitarajia kufanya mtihani wa darasa la 7 siku chache zijazo. Licha ya ufukara ulio katika familia yake, Deo hakukata tamaa na elimu yake. Alikuwa wa kwanza katika kila mtihani, hali iliyopelekea walimu pamoja na wanafunzi wenzake kumuita genius. Alijizolea umaarufu kwa uhodari wake wa kujituma katika masomo pamoja na kushiriki katika shughuli zote za shule. Deo alitengeneza mahusiano mazuri yaliyopelekea kupendwa na walimu mpaka wanafunzi wenzie. Mzee Sanga, licha ya ulemavu wa mgongo alionao, alijitahidi kusaidia kazi za nyumbani hapo zote zilizo ndani ya uwezo wake ili kumsaidia mke wake asiyeweza kufanya shughuli yoyote. Siku moja usiku alihisi kubanwa na haja, hivyo alijitahidi kujikongoja ili aweze kufika chooni huko, kwani hakukuwa mbali na chumba hicho. Alishuka taratibu kitandani hapo mpaka kufika kizingiti cha mlango. Alikifikia kizingiti cha mlango, wakati akijaribu kushuka kwa kutambaa, aliteleza na kuanguka na kusababisha maumivu yake yaliyotulia kwa muda kuanza tena mara mbili ya mwanzo. Yala, nakufa mimi, nakufa jamani, nisaidieni, alilalamika Mzee Sanga. Hakika alijuta kwenda chooni muda huo peke yake, kwani aliziona siku za mwisho za uhai wake kwa kuhisi huo ndio ungekuwa usiku wake wa mwisho tena duniani. Kelele zile zilimfanya Deo pamoja na mama yake kushtuka. Alisikiliza kwa umakini Deo, akagundua ni baba yake ndiye aliyelia hapo nje. Alikurupuka na kuchukua tochi kandili kuelekea nje. Baba, umepatwa na nini baba? Aliuliza Deo huku akijaribu kumuinua pale alipo. Unaniumiza mwanangu, niache. Alilalamika Mzee Sanga kwa uchungu wa maumivu aliyoyapata wakati huo, jambo lililopelekea kuachia haja zake hapo hapo. Mpigie daktari mwanangu, mpigie tafadhali, na kufa mwanangu. Deo hakuona msaada mwingine muda huo zaidi ya kuchukua simu na kumpigia daktari huyo. Walimfanya kama ndugu kwao, kwani licha ya asili ya mtoto amekuwa msaada katika mambo mengi ya mtoto huyo, huku akiwa na siri kubwa iliyojificha nyuma ya wazazi hao pamoja na daktari huyo. Deo alichukua simu ya baba yake na kutafuta namba iliyoandikwa dokta kwa herufi kubwa, kisha akampigia. Kwa sauti ya huzuni, Deo alilalamika huku akimweleza dokta kilichojiri nyumbani hapo muda huo. Dokta baada ya kupokea simu na kusikia sauti ya kijana huyo, alijawa na roho ya huruma, kwani alijua hali halisi ya maisha ya kijana huyo. Bila kusita, alichukua bodaboda mpaka nyumbani kwa Mzee Sanga. Dokta alifika hapo na kumkuta Mzee Sanga akilalamika akiwa chini pale. Akiwa ndani peke yake, Bi Angelina alilia, sauti iliyofanya kila mtu aliyekuwa mahali hapo kujawa na huzuni mpaka kutoka na machozi. Dokta alipiga simu hospitalini usiku huo ili kuomba msaada wa gari ya wagonjwa, yani ambulance. Baada ya dakika 15 gari lilifika na kumpakia Mzee Sanga pamoja na dokta, huko Deo aliingia ndani kwa ajili ya kumfariji mama yake Bi Angelina. Bi Angelina alihisi Mungu kamtupa, kwani kila siku amekuwa ni mtu kupitia mateso. Alilia huku akifikiria ni bora Mungu amchukue, kwani moyo wake unashindwa kustahimili changamoto zinazoikabili familia yake. Moyo wake ulijawa na huzuni. Kila leo tabasamu liliadimika usoni mwake. Au ni huyu mtoto ndiye kalitalana na mikosi katika familia yangu? Ni kwa nini matatizo hayaishi katika nyumba yangu? Alijiwazia huku akitiririsha chozi mwanamama huyo. Naam. Baada ya dakika 15 gari hiyo iliwasili hospitalini hapo. Mzee Sanga baada ya kufanyiwa vipimo aligundulika kuwa na tatizo la paraplegia, yani uti wa mgongo ukiwa umekatika eneo la kiunoni na kufanya kukata mawasiliano baina sehemu iliyo chini ya kiuno na juu.
Madaktari walishangaa, kwani walichukulia tatizo dogo mwanzoni. Kutokana na kuzoea kumwona mzee huyo akija kupata matibabu hapo mara kwa mara, hospitali ilitoa rufaa, na hivyo mzee Sanga alihitajika kupeleka hospitali kubwa iliyo nje kidogo ya mji wa Iringa iliyojulikana kama Tosamaganga. Moja kwa moja taratibu zilifanyika na mwisho safari ikaanza kuelekea hospitali hiyo. Akiwa ndani ya gari na mzee Sanga, daktari alianza kufikiria hali ya maisha mzee huyo, kwani alijua fika hataweza kumudu matibabu kwani ni gharama zaidi. Daktari hakuona njia kwa mzee huyo zaidi ya kuomba Mungu muujiza ufanyike. Chozi la kiume lilimtiririka daktari kila alipojaribu kumtizama mzee Sanga. Wakiwa njiani, dereva aliyekuwa akiendesha gari lile alishtuka kuona gari lililowasha full light likija upande wake kwa kasi ya ajabu, kwa kasi ya kimbunga, pasina kujali gari yao ya wagonjwa. Msikilizaji, je, nini kitaendelea? Nini hatima mzee Sanga? Nini hatima Bi Angelina? Nini kitatokea? Msikilizaji, nisema hadi kufika hapa sina la ziada. Tukutane katika sehemu ijayo na itakuwa ni sehemu ya pili. Niseme tu bye bye, chao.